Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi ili nami kama walivyofanya waheshimiwa wabunge wengine niweze kuchangia machache katika hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, awali ya yote naomba kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyenijalia uzima na afya, na siku ya leo nipo ndani ya bunge hili tukufu nikiwa ni mbunge wa jimbo la Segerea. Mheshimiwa Spika, namba 2, naomba kwa moyo wa unyenyekevu, moyo wa shukrani, niwashukuru sana wananchi na wapiga kura wa jimbo la Segerea walioniamini wakanichagua kwa kura nyingi, kura zilizopelekea siku ya leo niko hapa nami naitwa ni mbunge wa jimbo la Segerea. Ahadi yangu kwa wanasegerea, bila kujali itikadi za chama, dini wala rangi wala kabila, ahadi yangu kwao ni kwamba ile imani walionipa kwamba nije kuwa sauti ya wao, nitakwenda kuwa sauti yao, lakini zaidi sana changamoto zao zote nitakwenda kuziwasilisha ndani ya bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, hoja ni moja, ni kuhusiana na hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa Mheshimiwa Spika, nikiri kabisa kwa moyo wangu wa dhati kwamba hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekidhi matakwa yote ya wananchi wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Spika, wakati nasema imekidhi matakwa yote ya wananchi wa Tanzania, naomba niseme kwamba wakati Mheshimiwa Rais anatuhutubia ndani ya bunge hili, alionyesha utu mkubwa sana kwa kutupongeza sisi wabunge tuliopenya katika majimbo yetu na tukao wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa utu aliyoutumia, na mimi naomba nitumie utu huo kumpongeza kwa moyo wa dhati kwa jinsi ambavyo ameshinda kiti hiki cha urais na leo ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, baada ya pongezi hizo kwa Mheshimiwa Rais, naomba sasa kwa moyo wa upole na unyenyekevu nitoe pole nyingi kwa wananchi wa jimbo la Segerea kutokana na yale yote yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025. Mheshimiwa Spika, nafahamu ndani ya jimbo la Segerea wapo waliokumbwa na kadhia iliyoonekana na kutokea katika maeneo mengine. Nitumie nafasi hii Mheshimiwa Spika kuwapa pole nyingi sana, lakini kuwapongeza wananchi wa jimbo la Segerea kwa jinsi ambavyo wamekuwa watulivu, kwa jinsi ambavyo baada ya tarehe 29 wote kwa pamoja na maumivu tulikubaliana kwamba tunakwenda kutulia, tunakwenda kutanguliza amani yetu kwanza na mambo mengine baadaye. Mheshimiwa Spika, sambamba na hilo la tarehe 29, naomba nichukue nafasi hii tena kumpongeza mkuu wetu wa wilaya DC Edward Mpogolo pamoja na mkurugenzi wetu Heri Huruma, Mheshimiwa Spika, kwa sababu hawa wawili Mheshimiwa Spika wametusaidia kama wilaya ya Ilala kuwa ni wamoja, kusimama pamoja katika kipindi hiki. Na niseme ndani ya bunge hili tukufu Mheshimiwa Spika, kama wapo wakurugenzi na wakuu wa wilaya wanaomsaidia Mheshimiwa Rais kutimiza majukumu yake huko chini, basi mkuu wangu wa wilaya yuko kwenye tano bora na mkurugenzi wangu Mheshimiwa Spika yuko kwenye tano bora. Nitumie nafasi hii kuwaomba waendelee hivi kutuunganisha kama Watanzania, lakini kutusaidia tuweze kupata maendeleo, kwa kuwa maendeleo hayana chama, hayana kabila wala hayana rangi. Mheshimiwa Spika, katika hotuba ya Mheshimiwa Rais yapo niliyojifunza mengi, lakini kwa sababu ya muda Mheshimiwa Spika, naomba niseme kwamba hotuba ya Mheshimiwa Rais imejaa uwajibikaji. Lakini Mheshimiwa Spika, hotuba yake imejaa utawala bora, lakini imejaa
nia njema ya wazi ya kuwaletea Watanzania maendeleo. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Spika, nitakwenda moja kwa moja kujikita katika hotuba ya Mheshimiwa Rais ukurasa wa 9 pale alipoongelea swala zima la kwenda kuwainua vijana, wanawake na wenye ulemavu kiuchumi. Mheshimiwa Spika, nimpongeze kwanza Mheshimiwa Rais kwa kuliona hili, lakini nikiri kwamba hata kabla ya hotuba yake Mheshimiwa Spika, tulikwisha kuona jinsi ambavyo mikopo hii ya 10% chini ya uongozi wake alisema mikopo hii itakuwa ni mikopo isiyokuwa na riba kabisa. Mheshimiwa Spika, tunakumbuka mikopo hii ya 10% imekuwepo miaka nenda rudi chini ya watangulizi wa Mheshimiwa Rais waliotangulia. Lakini mikopo hii ilikuwa inaitwa mikopo yenye riba nafuu. Lakini mikopo chini ya Mheshimiwa Rais ni mikopo isiyokuwa na riba kabisa. Mheshimiwa Spika, kabla sijaendelea, nitumie nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwigulu, kwa jinsi ambavyo umeikonga mioyo ya wana Tanzania, hususan wana Ilala, zaidi sana wana jimbo la Segerea, kwa majibu mazuri uliyotoa jana wakati na kuuliza swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, inawezekana haupo mitandaoni, lakini naomba nikwambie wananchi wamepokea majibu yako kana kwamba tumezaliwa upya leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe ushikilie hapo hapo katika yale uliyoyaongea, ili yale uliyoyasema yaonekane kwa vitendo kwamba hakika serikali iliyoko madarakani ina nia njema ya kumkomboa kijana wa Kitanzania, ina nia njema ya kumkomboa mwanamke na wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, pamoja na nia njema ya Mheshimiwa Rais, pamoja na nia njema kabisa ya serikali, Mheshimiwa Spika, naomba niseme hatuwezi kwenda kuyapata haya aliyoyasema ikiwa walioko chini yake hawatakwenda kuwajibika. Mheshimiwa Spika, tumesikiliza mwelekeo wake tulikotoka, tulipo na anakotaka kutupeleka Mheshimiwa Spika, lakini haitasaidia jambo lolote. Asante Mheshimiwa. Oh my God. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za Bunge. Bunge News.